Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam kwa kushirikiana na maafisa wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum linaendelea kufuatilia kwa karibu na kuchunguza kwa pamoja na idara hii ya serikali swala la kushambuliwa na kudhalilishwa kwa mwanafunzi wa Chuo Kikuu cha Ardhi Dar es Salaam ambaye alifahamika kwenye siku za hivi karibuni kama kwa jina la Magnificat Barnabas Kimario. Katika swala hili watuhumiwa 4 wamekamatwa, akiwemo Reno Ponsil Mkwawili wa Chuo cha Ardhi, Asha Suleiman Juma wa Chuo cha Uhasibu na Mwemba Baton Mwemba maarufu kama Mwijaku wa Dar es Salaam. Watu hawa waliokamatwa ni 3 ambao wanatuhumiwa kuhusiana na swala hili la sakata ambalo limeingizwa watu 4 akiwemo mlalamikaji. Upelelezi wa shauri hii unakamilishwa haraka iwezekanavyo ili mamlaka zingine za kisheria ikiwemo ofisi ya mashtaka iweze kuchambua na kubaini ni shauri lipi ambalo linaweza zikasimama kisheria kuhusiana na swala ambalo tunalichunguza. Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam kwa kushirikiana na wananchi linaendelea kusimamia mifumo ya usalama ya kuzuia matukio ya kihalifu katika maeneo mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam. Kwa ujumla, maeneo mbalimbali jijini Dar es Salaam yako salama. Hata hivyo, tarehe 24 mwezi wa 4 mwaka huu wa 25 majira ya saa 5 asubuhi huko maeneo ya Coco Beach, Oyster Bay jijini Dar es Salaam kwenye wilaya ya Kinondoni, mtu mmoja mwanaume anayekadiriwa kuwa na umri kati ya miaka 30 hadi 35 alikutwa akiwa kwenye mchanga wa fukwe wa bahari, hajitambui, huku akiwa amefungwa bandage ngumu ya muda mrefu maarufu kama POP kwenye mkono wake wa kulia. Taarifa hiyo ilifikishwa kwenye kituo cha polisi na vijana wanaofanya biashara ndogo ndogo eneo lile wapatao 4 ambao waliuona mwili huo wa mtu huyo ambaye hawamtambui wala hawajui makazi yake ni wapi. Polisi walifika eneo la tukio na kumchukua mtu yule, na baada ya kufikisha kwenye hospitali ya Mwananyamala ilitambuliwa na madaktari kwamba mtu yule alikuwa tayari amepoteza maisha. Chanzo cha kifo chake kinachunguzwa, lakini kujua mtu huyo ni nani, anatokea wapi, lakini alikuwa akipata matibabu wapi kuhusiana na mkono wake ule wa kulia ambao ulikutwa ukiwa na bendeji ngumu ya muda mrefu ambayo ni maarufu kama POP. Mwili wa marehemu huyo umehifadhiwa katika hospitali ya Kilwa hapa jijini Dar es Salaam. Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam linaendelea kusisitiza na kuwakumbusha wananchi kuwa swala la usalama wa jiji la Dar es Salaam ni la kila mwananchi, lakini kwa kushirikiana na jeshi la polisi pamoja na vyombo vingine vya dola vya kiusalama ili kuhakikisha kuwa shughuli za kiuchumi za jiji hili zinaendelea, lakini pia zile za kijamii pamoja na kisiasa zinaendelea kwa kufuata misingi ya kisheria. Kuhusu swala la mahakama ya Kisutu kwa siku ya leo tarehe 24 mwezi wa 4 mwaka 2025, kwa ujumla usalama katika eneo lile la mahakama na maeneo mengine ya jiji la Dar es Salaam uliimarishwa kwa kiwango cha juu ili kuhakikisha kuwa shughuli zote za kiuchumi za jiji hili zinaendelea, lakini pia zile za kijamii
pamoja na za kisiasa, ambapo vyama kadhaa vilikuwa vikiendelea na shughuli mbalimbali za mikutano yake ya hadhara. Hata hivyo, kutokana na matishio mbalimbali ambayo yalikuwa yametolewa na kupatikana kwa taarifa mbalimbali, jeshi la polisi lililazimika kuwazuia na kwenda kuwahoji baadhi ya watuhumiwa katika matishio ya swala la usalama katika mahakama ile, wakiwemo watu wafuatao. Watu ambao walikamatwa na kwenda kufanyiwa mahojiano kwenye kituo cha polisi cha Oysterbay pamoja na kile cha Mbweni Mabwepande ni pamoja na John Heche, lakini pia John Mnyika, Chacha Heche Seguta, Swezi Dani na Radufu pamoja na James Mseti. Baada ya mahojiano, haki za dhamana kwa watuhumiwa zimewekwa wazi. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam litaendelea kutimiza majukumu yake ya msingi ya kuzuia vitendo vya kihalifu na kufuatilia taarifa mbalimbali, lakini huku likizingatia misingi ya haki pamoja na sheria za nchi.